Habari za siku ya leo, mtazamaji wangu. Karibu katika kipindi chako cha wiki hii na Bwana kutoka Prayer Partners. Katika siku ya leo, tunajaribu kuangalia siri ya kuinuliwa kwa Kristo. Mara nyingi wanadamu wanapoinuliwa ndipo wanapojulikana. Sijui kama umeshaona hilo. Unapoinuliwa au jambo linapokutokea, basi ndipo unapojulikana. Mfano mzuri, ndugu yetu, kiongozi wetu William Lukuvi ambaye ameitwa na Bwana hapa karibuni. Baada ya kuwa ameitwa na Bwana, baada ya kufariki dunia, ndipo sasa habari zake zikaanza kusemwa. Na mimi nakumbuka ule mradi wa mabasi ya wanafunzi. Unapoona wanafunzi wanataabika kule njiani, basi unakumbuka jambo kubwa sana ambalo alilolifanya wakati ule. Na tena naamini kabisa kwamba wapo watu ambao labda wako serikalini au wako katika biashara, wako katika jamii ambao walikuwa wafaidika, walikuwa beneficiaries wa ule mradi wakati ule wakiwa wanasoma. Kwa hiyo Bwana Yesu Kristo alisema, nitakapoinuliwa ndipo mtakaponifahamu. Maana yake ni kwamba katika kitabu cha Yohana 8 na lile fungu la 28 anasema kwamba mtakapokuwa mmekwisha kumuinua mwana wa Adamu, ndipo mtakapofahamu ya kuwa mimi ndiye. Kwamba mtakapomuinua mwana wa Adamu, ndipo mtakapofahamu ya kuwa mimi ndiye. Mara nyingi alivyokuwa anawaambia kwamba yeye ametoka kwa Mungu, na actually alikuwa ni Mungu mwenyewe aliyekuja, aliyechukua mwili wa mwanadamu akaja hapa duniani. Lakini kila alipokuwa anawaambia, wengi walikuwa hawamwamini, wengi walikuwa wanaokota mawe ili wampige kwa kusema kwamba amekashifu. Alipowekwa msalabani, tunaona mambo makubwa yalitokea. Kwanza tunaona alivyowekwa msalabani, jua liliacha kutoa mwanga wake, ikawa giza. Tangu saa 6 mchana mpaka saa 9 giza. Alipowekwa msalabani, tunaona kwamba pazia la hekalu lilikuwa linatumika kuonyesha mahali patakatifu na mahali huku pengine pa kawaida, likapasuka vipande viwili. Lakini kukawa na matetemeko, na katika yale matetemeko baadhi ya makaburi yakafunguliwa. Yalivyofunguliwa, wale waliokuwa wamekufa wakiwa watakatifu waliweza kutoka katika makaburi yao na wakatembea, wakaja mjini na wakaonekana. Huyu si alikufa kipindi kile? Walifufuka wakaonekana. Kwa hiyo Bwana alivyoinuliwa pale msalabani, yapo mambo mengi yakatokea. Yule askari jemadari yule wa Kirumi alikuwa pale anamchunga, akasema hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Lakini Bwana pia alisema kwamba kabla ya kuingia katika utukufu wake atapitia mateso. Kwa hiyo baada ya kuwa amepitia msalaba na amepitia mauti, na baada ya hapo tunamuona Bwana Yesu Kristo akiingia katika utukufu wake. Alipoingia katika utukufu wake, tunaona katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana Ufunuo wa Yohana 1 na lile fungu la 17. Nami nilipomuona, na kabla ya fungu la 17, hapa Yohana anamuona Yesu Kristo. Anamuona kwa namna ajabu, mpaka alivyomwangalia akaanguka chini yeye mwenyewe kwa kupata kiwewe na woga wa hali ya juu, kwa sababu alimuona mtu akiwa ana kichwa cheupe na nywele zikiwa nyeupe kama sufi. Anasema kichwa na nywele zilikuwa nyeupe kama theluji. Akaona mavazi yamevaa mpaka chini, lakini akaona miguu yake ilikuwa kama shaba iliyosuguliwa sana. Macho yake yalikuwa kama jua linavyoangaza na mwanga ule mkali sana. Na Bwana Yesu Kristo akasema maneno yafuatayo. Kwanza akamgusa, akamwambia usiogope. Akamwambia usiogope, akasema mimi ni wa kwanza na wa mwisho, na niliye hai, nami nilikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele. Huo ulikuwa utambulisho mzuri. Mtu mwingine anaweza kusema hapana, huyo sio Yesu. Yesu Kristo anaongea akiwa mbinguni.
alirudi katika kiti chake cha enzi na anasema, nilikuwa nimekufa, sasa ni hai na nitakuwa hai milele hata milele. Kwa hiyo Bwana Yesu Kristo baada ya kufufuka na baada ya kupaa mbinguni, baada ya kupitia yale maumivu ya msalaba, aliinuliwa na watu wakamjua kwamba yeye ndiye. Leo hii wahubiri ambao wameisoma Biblia na kuomba Roho wa Mungu akawaongoza na kuijua Biblia vizuri, na katika neno hili wanatambua kuwa aliyekuja hapa alikuwa Mungu mwenyewe aliyetwaa ubinadamu kuja kumwokoa mwanadamu wake. Mungu akubariki sana katika kipindi hiki ambacho dunia inakumbuka maumivu, inakumbuka kafara aliyoifanya Bwana Yesu Kristo kwa ajili ya kuwaokoa watu wake aliowapenda sana. Basi ni vema tukumbuke kwamba yeye Bwana Yesu Kristo tulimjua vizuri zaidi baada ya kuinuliwa. Mungu akubariki. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, asante kwa hili neno. Tubariki tuweze kukujua zaidi, na watumishi wako Mungu wa mbinguni, mtumishi wako ambaye ananisikiliza wakati huu, ninakusihi upate kumbariki sana, na katika wiki hii upate kunena naye akazidi kukufahamu wewe zaidi. Pale penye shida, penye matatizo, penye haja, na kuomba ukapate kuonekania, kwa sababu ulifanya hivyo ulivyokuwa hapa na hata sasa unafanya hivyo. Tunakushukuru katika jina lako Yesu Kristo. Asante kwa kuja kutufia, asante kwa ajili ya kutuokoa, na asante kwa sababu umeahidi utarudi tena kutuchukua tukapate kurudi nyumbani. Mungu wa mbinguni, tusaidie tuweze kufaa kuchukuliwa na wewe utakapokuja katika jina lako Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki sana.